Maandiko yasema ni siku ambayo Bwana ameifanya tupate kuweza kufurahi na kushangilia katika jina la Yesu. Kwa dakika moja weka mkono wako juu, sema kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Imeandikwa katika Zaburi 118 ya kwamba ni siku ambayo Bwana ameifanya nipate kuweza kuifurahia na kuishangilia. Ninatangazia siku ya leo ya kwamba nitaifurahia kwa sababu Bwana ameifanya juu yangu. Chochote ambacho nilipitia jana kikaleta uchungu, kikaleta machozi, kikaleta majuto, ninatangaza siku ya leo sitaipitia katika jina la Yesu. Imeandikwa kwamba kilio chaweza kikadumu wakati wa usiku, lakini tazama furaha yaja asubuhi. Natangaza kwa jina la Yesu, vilio vyote ambavyo nimekuwa navyo natangaza kama vile kumepambazuka. Nakiri furaha ya Bwana katika jina la Yesu. Natangaza furaha ya Bwana. Daudi akasema furaha ya Bwana ndiyo nguvu zangu. Nakiri siku ya leo furaha ya Bwana ndiyo nguvu zangu katika jina la Yesu. Nakataa kutawaliwa na uoga, nakataa kutawaliwa na kilio, nakataa kutawaliwa na kuvunjika moyo, bali natangaza kwa jina la Yesu. Natangaza furaha ya Bwana. Malaika wa Bwana akamwambia Gideoni, nenda kwa uwezo ulio nao katika jina la Yesu. Natangaza siku ya leo ninakumbana na changamoto za siku ya leo kwa uwezo nilio nao, na ninakiri kwa jina la Yesu ninayaweza mambo yote kupitia Kristo Yesu anayenitia nguvu. Natangaza nakataa kuogopa siku ya leo, nakataa kwenda nikiwa mnyonge. Natangaza kuenenda kwa uwezo, natangaza kuenenda kwa nguvu. Nakiri aliyo upande wangu ni wengi, walio upande wangu ni wengi katika jina la Yesu. Natangaza niko na backup ya mbingu, na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu natangaza kushinda changamoto za siku katika jina la Yesu. Imeandikwa neno lako Bwana ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia zangu. Baba, niongoze siku ya leo kwa jina la Baba la Mwana na Roho Mtakatifu. Tunakiri na kuamini, sema amina. Kuongezeka kwa kanisa ni vita. Hilo ndilo hiyo ndiyo somo ambalo nataka tukaweze endelesha katika jina la Yesu. Kuendelea ama kuongezeka kwa mwili wa Kristo, haswa kanisa, lugha ambayo tunaelewa. Kuongezeka kwa kanisa, kuongezeka kwa watu wa Mungu ni vita. Maana pia shetani anafanya kazi kurecruit watu wamfanyie kazi. Vile Mungu anapanga na kukusudia na anawaza na anapenda kutumia wanadamu ili aweze kutimiza mapenzi yake huko duniani. Hivyo ndivyo pia shetani ana recruit watu waweze kumfanyia kazi katika jina la Yesu. So topic ambayo tunaendelea nayo siku ya leo ni kwamba ongezeko la kanisa ni vita, na inakuwa sawa katika jina la Yesu. Exodus chapter 1 verse 7. Leo nataka tukaweze kustudy the subject of the spirit of Pharaoh, roho ya Farao. Nataka kujifunza kidogo kuhusu roho ya Farao, maana Farao roho ya Farao ni roho ambayo Baba amekuwa akisema mtu yeyote ama mfalme yeyote au mamlaka yote ambao kwa maandiko waliwasumbua watu wa Mungu waliondoka, lakini bado ile roho imebaki kutatiza watu wa Mungu. So tunajifunza mengi kuhusu roho ya Farao, kwa kuwa alitumika kwa kiasi kikubwa kuwatesa watu wa Mungu. Exodus chapter 1 verse 7, Bible inasema ya kwamba na wana wa Israeli walikuwa na uzazi sana na kuongezeka mno na kuzidi kuwa wengi, nao wakaendelea kuongezeka nguvu, na ile nchi ilikuwa imejawa na wao. Weka mkono wako juu, sema kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Imeandikwa kwamba wana wa Israeli walikuwa na uzazi sana na kuongezeka mno na kuzidi kuwa wengi, nao wakaendelea kuongezeka nguvu,
na ile nchi ikajawa na wao. Natangaza katika mji wa Kericho, natangaza kuwa na uzazi sana kibiashara, natangaza kuwa na uzazi sana kifamilia, natangaza kuwa na uzazi sana, natangaza kuwa na uzazi sana katika jina la Yesu. Natangaza kuongezeka mno, naongezeka kiafya, naongezeka kimaendeleo, naongezeka kibiashara. Ninakiri ongezeko, kwa kuwa ongezeko ni sehemu ya watu wa Mungu. Imeandikwa katika Yeremia 36 ya kwamba mimi Mungu nitawaongeza. Ninakiri ongezeko la watu wa Bwana katika jina la Yesu. Ninatangaza kuongezeka na kuendelea kuongezeka nguvu katika jina la Yesu. Ninaombea huduma hii na kutangaza tunaongezeka kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tunakiri na kuamini, sema amina. Basi akainuka mfalme mpya kutawala Misri asimjua Yusufu, akawaambia watu wake, angalieni, watu wa wana wa Israeli ni wengi, tena wana nguvu kuliko sisi. So Pharaoh did a discovery, alifanya study. Maana tunaambiwa aliinuka, na kuinuka kwake si ati aliinuka tu na kaanza kutoa degree. Hapana, alistudy. Kumbuka wakati corona ilikuwa 2019-2020, serikali tu haikutoa tu lockdown na curfew. Hapana, walistudy hii corona inasambaa aje. Wakaona ya kwamba corona inasambaa kwa watu kukua wengi, ni infectious. The more watu wanakuwa wengi, ndio inasambaa sana. So wakaanza kuweka mikakati ya kuizuilia. Wakasema gathering za harusi watu wapungue, gathering za kanisa, gathering za mazishi watu wapungue. Wakaanza kuwapunguza watu. So kabla ya mikakati kuwekwa, alifanya study. Akaona hao wana wa Israeli wamekuwa wengi kutushinda sisi. So akaangalia kenye inafanya ongezeko. Ya kwanza aliona, kumbuka hapo tumeambiwa walikuwa na uzazi sana. So aliinuka kupiga hiyo, kukuwa na uzazi sana, wasiendelee kuzaana. So hii ni mikakati ambayo anaanza kuweka kuwazuilia wasiongezeke. Kwa hivyo tumeona ya kwamba kainuka mfalme mpya kutawala Misri asimjue Yusufu, akawaambia watu wake, angalia, watu wa wana wa Israeli ni wengi. So ya kwanza ni wengi, ya pili wana nguvu kuliko sisi. So mikakati ambazo anaweka kuanzia mstari wa 10, tunaenda kuzitaja moja baada nyingine. Haya, na tuwatende kwa akili, wasije wakaongezeka tena, ikitokea vita nao wasije wakashikamana na adui zetu na kupigana nasi na kutoka katika nchi hii. Haya, verse 11 Bible inasema, basi wakawawekea wasimamizi wawatese kwa mizigo yao, nao wakamjengea Farao miji ya kuwekea akiba, Pithomu na Ramesesi. So wameinua kazi ngumu, kazi ya sulubu, ya kuwafanya wasiwe na nguvu. Kuna pastor alikuwa anahubiri, alikuwa anafafanua, akasema mostly kazi ngumu waliwekea wanaume. Farao akafanya wanaume wakuwe busy. Alikuwa amewekea kazi ngumu sana ya kufyatua matofari na kujengea Farao hizo miji, na hii kazi alikuwa analenga wasiwe na nguvu ya kuzaa. Wakifika kwa nyumba wanakuwa wamechoka, hawawezi wakashiriki tendo la ndoa, wamechoka, hawawezi wakaendelea. So ni mikakati ambazo anaweka kuzuilia wasiweze kuongezeka. Alafu verse 12 Bible inasema, lakini kwa kadiri ya walivyowatesa ndivyo walivyozidi kuenea. So kwa kadiri vile wanavyowatesa na kuwekea kazi ngumu, ndivyo wanavyozidi kuendelea. Sema kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ninapenya na kutangaza, kwa kadiri wanavyonitesa, changamoto nazozipitia, natangaza ndivyo ninavyozidi kusimama. Vile wanavyozidi kunivunja moyo, ndivyo ninavyozidi kuendelea na kusimama katika jina la Yesu. Natangaza ninainuka na ninaenda kinyume na maneno yao, ninaenda kinyume na matarajio yao, ninaenda kinyume na matakwa yao, ninaenda kinyume na mawazo yao. Natangaza ninaenda kinyume katika jina la Yesu. Imeandikwa, kwa kadiri ya vile Farao alivyowatesa wana wa Israeli, ndivyo walivyozidi kuendelea, ndivyo walivyozidi kuongezeka. Natangaza wanadamu wote, natangaza roho ziwazo zozote watakazoinuka kinyume navyo, watakapoinuka kinyume navyo,
Yesu. Kwa kadiri watakavyoweza nitendea mabaya, ndivyo nitakavyoweza simama. Yusufu akaambia ndugu zake, ninyi mlikusudia mabaya, mlikusudia mniangamize, mlikusudia mniondoe, lakini Bwana alikusudia mema. Ninapenda kutangaza, chochote kimekusudiwa kibaya, chochote kimepangwa kibaya, ili waweze kuniondoa, ili waweze kunifinyilia, ili waweze kunigandamiza, ninatangaza kwa jina la Yesu. Mnavyozidi kuniweka chini, ndivyo Bwana anavyozidi kuniinua. Mnavyozidi kunitangaza kwa watu vibaya, ndivyo Bwana anafanya nijulikane. Ninatangaza, ninaenda kinyume na nyinyi, ninaenda kinyume na nyinyi wawezo, ninaenda kinyume na matarajio yenu katika jina la Yesu Kristo. Ninatangaza, Bwana anawatumia ninyi kunitangaza kwa mataifa. Bwana anawatumia ninyi kuniinua juu, watu wanijue katika jina la Yesu Kristo. Sema amina. Kwa kadiri ya walivyoweza kuwatesa, ndivyo walivyozidi kuendea. Lakini wakati mwingine Mungu ni wajabu. Hebu angalia, wanazidi kuwatesa. Ninaona hii scenario, na kuna movie nilikuwa naona jana Nigeria. Mama kainuka tu, mke mwenza kainuka, kwa maana the first wife alikufa na aliacha watoto 4, so akaolewa kama bibi wa pili kulinda wale watoto. Lakini yeye pia Mungu akamjalia akajifungua watoto 2. So watoto wake 2 ndiye anataka mume wake awashughulikia sawa na wale wengine. Nakumbuka yeye ameolewa tu bibi wa pili makusudi kulinda wale, maana Bwana anafanya kazi mbali, haezi akashughulika hii na watoto. Nakumbuka wakati mwingine maid wanatumikaga kutesa watoto. So Bwana kadhani amepata mke, wakati amerudi kutoka kazini, yako likizo, mke anajifanya mzuri. Wakati ameenda kazini, mke anatesa watoto. Lakini kwa kadiri anavyozidi kuwatesa na kuendea kwa waganga wasiweze endelea kimasomo, ndivyo wanavyozidi kusoma na kupita mitihani zaidi ya watoto wake. Na kutangazia hii iwe fungu lako. Yeyote ambaye anapanga mabaya kwa mazuri unayoyafanya, anapanga mabaya usiweze endelea katika jina la Yesu. Mikutano za wanadamu unaokutana barabarani, nyumbani, mahala popote kinyume na wewe, kukuongea vibaya, inatangaza vile unavyokuongea vibaya, ndivyo Mungu anawatumia kukutangaza kwa mataifa. Vile wanapanga mabaya usiweze endelea, wanapanga kutoa marafiki zako kwako, kama vile Absalomu akapanga kuchukua kiti cha enzi cha mfalme Daudi, mtu ambaye Mungu amesema is a man after my own heart. Inatangaza kwa jina la Yesu, may the Lord turn all their evil for your good katika jina la Yesu. Bwana yageuze mabaya yao yawe uzuri wako. Inatangaza kwa jina la Yesu, Bwana ayasikie yote wamenena, Bwana ayaone yote wanakupangia, ayageuze yawe uzuri kwako katika jina la Yesu. Inatangaza, may the Lord lift you above katika jina la Yesu. Zaidi ya hao, zaidi ya wale wanakuongea vibaya, zaidi ya vile wanakupangia, Bwana akutukuze juu ya mataifa katika jina la Yesu Kristo. Sema amina. Tuko verse 13. Wa Misri, kitu nataka usisahau, Bible inasema, akasema tazama wana wa Israeli wamekuwa wengi kuliko sisi, tena wana nguvu kuliko sisi. So hizi ni mikakati ambazo Farao anafanya ndio watu wasiongezeke. Tunapoendelea kujifunza kuhusu ongezeko la kanisa na la watu wa Mungu, kwa maana wenye dhambi ni wengi kule nje. That's why tuliandikiwa hii one man, one month, one mission. Yani we are obeying the great commission. Tunaendea wenye dhambi kuwatangazia habari za Yesu Kristo. Tunaendea wale waliovunjwa moyo wakaacha wokovu, na tunakaribisha mtu yote kanisani. So Farao anapigana na ongezeko la watu wa Mungu. Verse 13. Wamisri wakawatumikisha wana wa Israeli kwa ukali. Wakawatumikisha. Yani wana wa Israeli hawako wanawatumikia wa Misri kwa hiari yao, walikuwa wakitumikishwa. Weka mkono juu, sema kwa jina la Baba na la Mwana
na la Roho Mtakatifu. Inakataa kutumikishwa, inakataa kutumikishwa na magonjwa, inakataa kutumikishwa na roho ya madeni, inakataa kutumikishwa katika jina la Yesu. Roho yoyote ambayo inatumikisha wanadamu inakataa, haitanitumia, 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 haitatumia wapendwa wangu, haitatumia marafiki zangu katika jina la Yesu. Roho ya kuvunja watu moyo haitanitumia kuvunja watu moyo. Roho ya kunitumia kutumia watu kunena vibaya kanisa haitanitumia. Roho ya kutumia watu kunena vibaya kuhusu watu wa Bwana ninakataa, haitanitumia. Ninapenda na kutangaza maandiko sema Luka 22, ndipo shetani kamwingia Yuda Iskariote, yule mmoja wa watenashara. Ninatangaza kwa jina la Yesu, roho za kuingia wanadamu hazitaniingia. Ninakataa, shetani haitanitumia. Nimekataa kwa jina la Yesu, nimekataa kwa jina la Yesu. Ninakiri mwili wangu ni hekalu ya Roho wa Mungu, mwili wangu ni hekalu wa Mungu, na Roho wa Bwana yukaa ndani mwangu. Ninakataa kutumikishwa. Ninapenda na kutabiri kwa kazi yangu, kwa biashara, kwa ndoa, kiafya, kimaendeleo, kifamilia. Ninatangaza sitatumikishwa katika jina la Yesu. Mwanadamu awaye yeyote ambaye ninamfanyia kazi ninakataa, hata nitumikisha, hata nitumikisha. Maandiko sema wa Misri wakawatumikisha wana wa Israeli. Ninatangaza sitatumikishwa. Magonjwa itanitumikisha, roho ya kifo itanitumikisha, roho ya ajali itanitumikisha, roho ya madeni itanitumikisha. Hiyo nimekataa kwa jina la Yesu. Ninatangaza, maandiko sema katika jina la Yesu, ikiwa mwana wa Mungu atakuweka huru, utakuwa huru kweli kweli. Inakuwa huru asubuhi ya leo. Ninatangaza uhuru wangu kutokana na kutumikishwa. Ninatangaza freedom katika jina la Yesu. I'm no longer a slave but I am a free person kupitia Kristo Yesu. Sema amina. Verse 14, wakafanya maisha yao kuwa uchungu kwa kazi ngumu. Nyosha mkono wako, sema kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ninatangaza roho yoyote, mwanadamu yoyote ambaye amepatiwa kazi kufanya maisha yangu kuwa machungu katika jina la Yesu, inainuka kinyume nanyi asubuhi ya leo, inainuka kinyume nanyi asubuhi ya leo. Kwa pamoja, simama kwa miguu yako. Nasikia upako katika hiyo. Kuna watu wanafanya maisha wengine kuwa magumu. Katangaza kwa kinywa chako ya kwamba mwanadamu awaye yeyote ambaye amepewa kazi kufanya maisha yangu kuwa magumu katika jina la Yesu, wanafanya mipango, wanafanya mikutano kufanya maisha yangu kuwa magumu katika jina la Yesu. Ninatangaza asubuhi ya leo, ninawanyang'anya mamlaka, ninawanyang'anya mamlaka. Hamtafanya maisha yangu kuwa magumu, hamtafanya maisha yangu kuwa machungu katika jina la Yesu. Ninakataa maisha yangu haitafanya kuwa machungu katika jina la Yesu. Wamisri wakafanya maisha yao kuwa machungu kwa kazi uliowafanyisha. Ninatangaza kwa jina la Yesu, ninatangaza kwa jina la Yesu. I deny you access, I deny you access. Hizo roho za kuinuliwa kufanya maisha yako kuwa machungu, kufanya maisha yako kuwa machungu. Kuna roho zinaachilia magonjwa kwa wapendwa wetu, inafanya maisha yako kuwa machungu. Kuna roho inaachilia matende, kuna roho inaachilia vita katika familia. Maandiko yaniambia in the book of 2 Samuel chapter 3 verse 1, kulikuwa na vita vilivyodumu kwa kipindi kirefu baina ya nyumba ya Sauli na nyumba ya Daudi. Natangaza vita hivi vya kufanya maisha yetu kuwa machungu. Inatangaza na inuka kinyume nazo, nazinyamazisha, nazinyamazisha. Vita katika familia, vita juu ya shamba katika familia, nainyamazisha, nainyamazisha. Kila roho ya kifo, kila mwaka tunazika kwa familia, inafanya maisha kuwa machungu. Natangaza na inyamazisha, inatangaza na inyamazisha. Kuanzia leo hakuna mwanadamu yeyote, hakuna roho yeyote atakayefanya maisha yetu kuwa machungu. Natangaza tunafurahia maisha yetu katika Kristo Yesu. Sema amina. Keti chini tukaweze endelea, maana tunaendelea kumaliza katika jina. This subject is so, hii subject ya roho ya Farao inahitaji tu wiki yake tukaweze endelea, maana
Sijui kwa nini mtu akisimamaga hapa saa inaendaga haraka. Hii saa inanikosea. Maandiko sema wakafanya maisha yao kuwa uchungu kwa kazi ngumu, kazi ya chokaa na ya matofali, na kila namna ya kazi ya mashamba, kwa kazi zozote walizowatumikisha kwa ukali. Yaani kila namna ya kazi. Unajua sasa Bible inasema alimjengea Farao miji ya kuwekea akiba, wakawafanyisha kazi ya chokaa na kufyatua matofali na kazi ya mashamba. Yaani Farao alikuwa anakaa tu anawaza kazi yoyote inaweza patia watu. Inaonaga kitambo nilikuwa naona kwa mama yangu. Akiwa jikoni chumvi tu iko hapo tu. Lakini tu wewe umekaa tu zako tu unaocha ama uko shughuli zako. Anakuita Tobias, kikuja nakwambia nisaidie chumvi. Wako na shangazi chumvi ndio imam tu. Yaani hataki kuona uko idol. Hataki tu kuona uko idol. So ukishampatia chumvi unadhani umemaliza hiyo, atakuita bado kukuja. Yaani anataka tu uchangamke tu. Hata kama yeye ako pale atakuja niambia ebonja kama kama chumvi imetokelezea kwa chakula. Na sasa unajua hiyo supu ni moto. Yaani anataka ukue busy. So the same way Farao alikuwa anataka wana wa Israeli wakuwe busy. Anakaa tu anawaza kuna kazi fulani inafaa ifanywe, anatumana kule. Kuna kazi mahali fulani inafaa ifanywe, anatumana kule. Hivyo ndivyo hizo roho zinafanya kazi. Pesa yako ambayo inapaswa ikuwe na kusaidia, watawaza kitu yenye wataifanyia. Kama siko magonjwa, wataitumia kwingine. So hizi ni roho ambazo zinakugandamiza kwa namna yote. Makusudi usikue free. Yaani hawataki ukue free, ufurahie maisha mazuri. Kisha mfalme wa Misri. So tumesoma from verse 12 to 14, anafanya bidii wasiongezeke kwa kuwafanyisha kazi ya suluhu. Mstari wa 15, kisha mfalme wa Misri. Nakumbuka pale juu akasema hawa watu wamekuwa wengi kuliko sisi, tena wana nguvu. So amedili na upande wa nguvu na pia upande wa hao kuzaana. Maana wanaume wakifanyishwa kazi wanakuja kwa nyumba wamechoka, ni kulala tu. Kisha mfalme wa Misri akasema na wazalishaji wa Waebrania, mmoja jina lake aliitwa Shifra na wa pili jina lake aliitwa Pua. Akasema wakati mwazalishapo wanawake wa Kiebrania na kuwaona wakati wa kuzaa, ikiwa ni mtoto mwanaume basi muweni, bali ikiwa ni mtoto mwanamke na aishi. Sasa wanawake watazaje bila wanaume? Anyway, Farao anafaa shindwe kabisa. Lakini wale wazalishaji walikuwa wakimcha Mungu, wasifanye kama vile walivyoamriwa na huyo mfalme wa Misri, lakini wakawahifadhi hao wale wanaume. Basi mfalme wa Misri akawaita wale wazalishaji na kuwauliza, kwa nini kufanya jambo hili na kuwahifadhi watoto waume wawe hai? Wazalishaji wakamwambia Farao, ni kwa sababu hao wanawake wa Kiebrania si kama wanawake wa Kimisri, kwa kuwa ni hodari hao na huzaa kabla mzalishaji hajapata kuwafikia. Weka mkono juu, sema kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, mipango yao ambao wamepanga na kwamba watayatimiza saa fulani, natangaza kabla hawajayatimiza nitakuwa nimekuwepa katika jina la Yesu Kristo. Kabla hawajayatimiza nitakuwa nimeponyoka katika jina la Yesu. Maandiko yasema nafsi yangu imeokoka kama ndege kutoka katika mitego ya uwindaji. Kila mitego ya kutegwa ininasi wakati fulani, natangaza Bwana anaokoa nafsi yangu kutokana na mitego yao. Bwana anaokoa nafsi yangu, Bwana anaokoa pendwa wangu, Bwana anaokoa familia yangu kutokana na mitego yao. Wakikuja kuziangalia watapata nimepita katika jina la Yesu Kristo. Sema amina. Wanazaa kabla mzalishaji hajapata kufika, na hii iwe fungu lako katika jina la Yesu. Basi Mungu akawatendea mema. Basi Mungu akawatendea mema wale wazalishaji, na hao watu wakaongezeka sana. Watu wagani? Wana wa Israeli wakaongezeka sana na wakaendelea na wakazidi kuwa na nguvu nyingi.
Yaani ama mimi ndo nasema vibaya. Bwana nisome verse chapter 1 verse 20 Exodus. Therefore God dealt well with the midwives, and the people multiplied and waxed very mighty. So hapa Bible imeongeza they waxed very mighty, yaani wakazidi kuwa na nguvu nyingi. Verse 22, verse 21. Ilikuwa kwa sababu wale wazalishaji walikuwa wakimcha Mungu, akawasimamishia nyumba, yaani Mungu akawapatia mabwana. Kisha huyo Farao akawaagiza watu wake akisema, so ameachana na wale wazalishaji, akaambia watu wake akasema, kila mtoto mwanaume atakayezaliwa mtamtupa mtoni, na kila mtoto mwanamke mtamhifadhi. Time imeisha, nataka tu tukaweze simama tuombe maombi mawili hapa. Ya kwanza, mwanadamu yote atakayetumwa kinyume na sisi kuzuia ongezeko, natangaza Bwana amchanganye akuwe upande wetu. Kwa maana wale wazalishaji wasingeweza kumcha Mungu, wakifanya kazi ya Farao, lakini walikuja kupatana na wana wa Israeli katika jina la Yesu. Nyosha mkono wako juu, sema kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Asubuhi ya leo moyoni mwangu nimeliamini neno la Mungu, na kwa kinywa changu inasimama kutangaza katika jina la Yesu, mwanadamu yeyote atakayetumwa kinyume nami kwa ajili ya uharibifu wangu, natangaza kwa jina la Yesu, Bwana amchanganye awe upande wetu katika jina la Yesu. Natangaza Bwana amchanganye awe upande wetu. Mwanadamu yeyote wa kuachiliwa kuzuia ongezeko la maisha yangu, kuzuia ongezeko la huduma yetu, kuzuia ongezeko la biashara, kuzuia ongezeko la maisha yetu, watakapoachiliwa na ajenda mbaya kinyume nasi, natangaza Bwana wachanganye wewe upande wetu katika jina la Yesu Kristo. Ninatangaza asubuhi leo kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Maandiko yasema wana wa Israeli wakazidi kuongezeka, wakazidi kuendelea, wakazidi kuwa na nguvu nyingi. Natangaza kwa jina la Yesu, kwa kadiri wanavyoendelea kunipangia mabaya, ndivyo wanavyozidi kuendelea sana, wanazidi kuniongea vibaya, ninazidi kusimama sana, wanazidi kunipangia mabaya, ninazidi kuendelea sana katika jina la Yesu. Ninatangaza kwa jina la Yesu, vile wanavyozidi kuendelea ndivyo mimi navyozidi kuendelea pia katika jina la Yesu Kristo. Kwa dakika moja uinulie tu Bwana mkono wako, mwambie Bwana asante kwa neno lako asubuhi leo. Asante kwa neno lako katika jina la Yesu. Asante kwa neno lako katika jina la Yesu. Baba, tunakutukuza. Asante maana vile maadui wanazidi kuendelea, wanafanya bidii sana ili tusiendelee. Hata wewe Mungu wetu unafanya bidii behind the scenes ili tuzidi kuendelea katika jina la Yesu Kristo. Thank you for showing your power, and thank you for showing your glory, and thank you for your manifestation, and thank you for your word. The Bible says neno lako halitakurudia bure. Ninatangaza juu ya ibada za leo, ninatangaza juu ya wapendwa hawa, ninatangaza juu ya wiki hii ya kwamba Bwana neno lako halitakurudia bure. Lazima tuongezeke, lazima tuendelee. Roho ya Farao tumekushinda kama vile wana wa Israeli walikushinda. Tunatangaza hivyo ndivyo tunavyokushinda katika jina la Yesu. Na ninakiri siku ya leo, chochote katika maisha yetu ambayo haiendelei sawa, haiko sawa, haitii moyo, ninaitangazia kwa jina la Yesu. Ninatangazia mifupa mikavu, ninatangazia hii kazi, ninatabiria biashara, ninakiri enyi mifupa mikavu, sikilizeni neno la Bwana. Enyi mifupa mikavu, sikilizeni neno la Bwana. Enyi mifupa mikavu, sikilizeni neno la Bwana. Hii biashara ambayo inafifia, hii maisha ambayo inafifia, upendo wa Kristo katika mioyo yetu ambayo inadidimia, inatangaza dry bone arise, dry bone arise, dry bone arise, dry bone arise katika jina la Yesu. Ninakiri 2 Samuel chapter 3 verse 1, hizi vita za kuendelea kipindi kirefu, chochote ambacho kimedumu zaidi ya kawaida, vita vya familia, natangaza kwa jina la
la Yesu inaisimamisha. Inakiri Bwana kupe ushindi. Inakiri Bwana kupe ushindi. Nahum chapter 1 verse 9. Mnawaza nini juu ya Bwana? Yeye atakomesha kabisa hata mwisho ya dunia, na mabaya haitainuka tena mara ya pili, mateso haitainuka tena mara ya pili. Inapenda kwa jina la Yesu, chochote ambacho ulipitia jana ikaleta huzuni, ikaleta kilio, ikaleta machungu, ikaleta majuto, natangaza kwa jina la Yesu inaisimamisha. Kilio kinaweza kikadumu usiku, tazama furaha yaje asubuhi. Furaha ya Bwana iwe fungu lako, furaha ya Bwana iwe sehemu yako katika jina la Yesu. Mabaya yote ambayo wanadamu wamekusudia wiki hii na mwezi na mwaka huu kinyume na wewe, natangaza Bwana yawageuze, Bwana ayabadilishe yawe mema kwako, Bwana ayageuze yawe uzuri wako. Every evil ambayo imekusudiwa, may the Lord turn their evil for your good katika jina la Yesu Kristo. Kwa dakika moja fungua kinywa chako, mwambie mtumishi wa Bwana katika jina la Yesu. Fungua tu kinywa chako tunapomwambia baba yetu Mr. Essential katika jina la Yesu. Fungua tu kinywa chako tumwombee katika jina la Yesu. Mtakatifu Mungu mwenye enzi, ninakushukuru kwa sababu ya mtumishi wako. Wakolosai 4 sura ya 3 4 mstari wa 3, maandiko sema ya kwamba hata nasi mtuombee tupate ujasiri wa kunena siri ya Injili katika jina la Yesu Kristo. Wakaomba katika Matendo ya Mitume sura ya 5 ya kwamba oh God, the creator of the universe, we pray for boldness, we pray for courage to speak your word. Tunamwambia mtumishi wako Bwana anapojiandaa mfalme wiki hii kwa ajili ya kutufunza mausia yako, tunamwambia roho wa ufunuo, roho wa kuelewa, neema yako iwe juu yake katika jina la Yesu. Ninakutukuza kwa ajili ya wapendwa wao, Mungu wa ajabu. Pokea sifa mfalme. Imeandikwa utakumbuka sadaka zao. Asante kwa ajili ya the sacrifice ambao umetoa kwa ajili ya kukuja nyumbani mwako asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Utukuze Mungu wa ajabu. Kwa Yesu Kristo tunaomba na kuamini, sema amina. Mpendwa mtazamaji, umebarikiwa katika nafasi hiyo ambayo tumeshiriki pamoja na wewe katika jina la Yesu. Ombi langu ukaweze share video hiyo, ukaweze kuwa baraka katika jina la Yesu. Ibada hizo umeletewa na kanisa la Winner Celebration Center pamoja na mimi Apostle Tobias Flames of Fire. Umebarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Kwa kipindi hicho naomba tushike sadaka zetu tunapomalizia, kwa maana muda umetupa kisogo. Nilijaribu nimalize mapema ili wale wanaoenda kazini wasichelewe katika jina la Yesu. Wacha tuombe.